jioni ya siku ya leo. Majina yangu ninaitwa Pastor James Dohio na nimeokoka. Yesu ni Bwana, na ninafurahia Bwana kwa sababu ya kunipa nafasi kama hii ili niweze kuwa hapa nikuletea neno la Bwana la jioni ya siku ya leo. Na ninaamini ya kwamba Bwana Mungu wetu, yeye ni mwaminifu, yeye ni muweza wa yote, na yeye ni mtakatifu wa watakatifu. Na niko na imani ya kwamba hata mahali wewe ulipo unabarikiwa katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Ninaamini ya kwamba Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ningependa nichukue nafasi hii niweze kukukaribisha katika ushirika wetu wa Wednesday. Na niko na imani ya kwamba mahali popote ulipo wewe ambao umekuwa ukitusikiza, umekuwa pamoja nasi, ninaamini ya kwamba utabarikiwa na maisha yako haitakuwa vile tena katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ni nafasi nyingine ya leo ninataka niwaletee neno la Bwana kutoka hapa Christian Foundation Fellowship Gekabura. Mahali hapa ndio tunamwabudu Bwana, mahali hapa ndio tunamuinua Bwana, mahali hapa ndio tunatukuza jina lake Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo niko na imani ya kwamba hata wewe utapokea baraka ya Bwana kwa sababu ya neno la Mungu la siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo uwe tayari kubarikiwa. Karibisha mwenzako. Naomba ukaweze kushare message ya siku ya leo, hata kuilike, na Bwana atakutenda mema katika jina la Kristo Yesu. Ningependa nikaweze kuomba kwa dakika moja, alafu tusikie neno la Bwana katika jina la Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Baba wetu, umetukirimia neema, umetusaidia Bwana, umetuhurumia. Ndio Baba, tumepatikana katika siku ya leo katika nyumba lako. Pokea sifa Baba, nikiomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi katika ushirika huu wa siku ya leo wa Wednesday Bwana. Asante kwa wote wanayemtazama. Ninaamini ya kwamba baraka ziko juu yao katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Mahali popote ulipo ninakukaribisha katika jina la Kristo Yesu. Ningependa jioni ya siku ya leo nikaweze kuongea maneno iko hapa katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 6 and verse 9, from verse 9. Na kwa sababu Yesu alisema ya kwamba yeyote atakaye muamini atapata uzima wa milele. Lakini ukisoma katika hii maandiko inatuonyesha ya kwamba aina ya watu ambao hawatarithi ufalme wa mbinguni. Bwana wetu pewe sifa. Kumbuka ya kwamba kuna mahali Biblia inasema ya kwamba sio wote waniitao Bwana Bwana watakao ingia katika uzima wa milele. Kwa sababu katika dunia hii iko na watu wa aina nyingi sana, na sio watu wote wanapenda Mungu, na sio watu wote wanafanya mapenzi ya Mungu. Kuna wengine wanafanya kinyume, hawafuati neno la Mungu, hawafuati maagizo. Jioni ya siku ya leo ningependa ukaweze kuelewa kuna aina ya watu hawatarithi ufalme wa mbinguni, na nitaongea habari ya wale watu katika hiyo 1 Corinthians chapter 6 and verse 9. Inasema ya kwamba au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Kama wewe ni mdhalimu katika moyoni mwako, katikati ya watu wewe ni mdhalimu, Biblia inasema
hautarithi ufalme wa mbinguni. Bwana wetu ni sana. Ya kwamba wewe ni mtu wa vita. Wewe ni mtu ambaye hautaki wale wengine mazuri. Hautaki kuona wengine wakiinuliwa, wengine wakibarikiwa, even to your entire family. When you see someone arising from the dust, unaona ya kwamba ameanza kubarikiwa. Yani wewe unakuwa mtu wa vita. Katika hiyo udhalimu wako itakuzuilia wewe kuona ufalme wa mbinguni. Hautaurithi. Bwana wetu pewe sifa. Na kwa hivyo ni vyema mpendwa, kwa sababu unapojipata katikati ya mambo haya yote nitasoma mahali hapa, Mungu wetu amepeana nafasi ya kumrudia, ya kutubu mbele zake Bwana, kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Bwana wetu pewe sifa. Anasema ya kwamba hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Usidanganyike ndani ya moyo wako. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. Kama wewe ni msherati, na usherati huwa inafanywa kati ya kijana na msichana, yani vijana ambaye hawataki kujizuilia, hawana self control, they cannot control their body, kwa sababu wanaona hii mambo kama ni ya kawaida tu. Bwana pesa. Biblia inasema ya kwamba kama wewe ni msherati, usidanganyike ndani ya moyoni mwako. Hautaurithi ufalme wa Mungu. Afadhali umgeukie Bwana, kwa sababu hii kitu unapoifanya inaharibu maisha yako, inaharibu your future. Bwana apesiba. Because unaifanya kabla ya wakati wake. So itaharibu maisha yako, itaharibu mwili wako, itaharibu destiny yako. Bwana apesiba. Hata itakapofika wakati wa kuona kuolewa, utaona ya kwamba hiyo ndoa itakuwa na matatizo. Bwana apesiba. Ombi langu jioni ya siku ya leo ni ya kwamba usiwe msherati. Bwana wetu ni sana. Usiwe msherati. Kwa maana ukiendelea na hiyo jambo, ufalme wa Mungu hautaurithi. Sio wote waniitao Bwana Bwana watakao ingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni wale wanaofanya mapenzi yangu, wanaofanya kulingana na neno langu. Hao ndio watakao urithi ufalme wa Mungu. Mtu mwingine watatu, Biblia inasema ya kwamba wala waabudu sanamu. Watu wanaabudu sanamu kwa kutojua na kwa kutoelewa. Nikwambie jioni ya siku ya leo, kila kitu umeinua zaidi ya Mungu, kila kitu umewekelea sana zaidi ya Mungu, hiyo ni sanamu. Bwana apesiba. Tumeona watu wakiinamia wanadamu. Bwana atukuzwe. Tumeona watu wamejishongea mishongo, wanainamia. Tumeona watu wakiinamia, wanaabudu hata ng'ombe ama mnyama. Bwana apesiba. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu aliambia wana wa Israeli ya kwamba msiwe na Mungu mwingine ila tu ni mimi. Na kwa hivyo siku ya leo Paulo anatufundisha mahali hapa ya kwamba wale wote wanayeabudu sanamu hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana atukuzwe. You can worship your job. You can worship your husband. Bwana apesiba. You can worship anything in this world. Lakini hiyo ni sanamu. Bwana wetu ni sana. Kama wewe hauabudu Mungu aliye wa kweli,
you worship other things in your life in this world. Hizo ni sanamu. Na Biblia inasema ya kwamba yeyote anayeabudu sanamu hatarithi ufalme wa mbinguni. It is our high time tumgeukie Bwana, tuachane na kuabudu sanamu, kwa sababu tutakaa duniani hii tukiwa tunadanganyika ndani ya mioyo yetu ya kwamba mwishowe tutarithi ufalme wa mbinguni. Lakini Biblia inasema, inaongea ukweli. Unaabudu sanamu. Umeona watu wakiabudu wanadamu wale wengine, wanawapigia magoti. Bwana atukuzwe. Hawaelewi ya kwamba hawastahili kuinamia mwanadamu, wanastahili kumwinamia Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba that we kneel before our God. Piga magoti kwa Mungu wako mwenyewe peke yake, sio kitu kingine. Mtu mwingine wa ine Biblia inasema ya kwamba wala wazinzi. Uzinzi inafanywa kati ya mtu ambaye ameoa na mtu ambaye ameolewa. So wazinzi wote hawataurithi ufalme wa mbinguni. Na hiyo ndio na njia nyingine tunaita mipango ya kando. Mtu atosheki na kwake, mtu atosheki na bwana yake, mtu atosheki na mke wake, ako na mipango ya kando. Hiyo uzinzi unafanya katika dunia hii, na bado kwa kinywa chako unamuita Bwana, unakiri Bwana. Nikwambie usidanganyike na usidanganywe na yeyote, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana wetu apewe sifa. Proverbs 6:32 inasema ya kwamba azinie na mwanamke hana akili. Na ukiona mwanamke mwingine ambaye ameolewa, Biblia inasema ya kwamba mwanamke ameolewa ni kaa la moto katika kifuani mwake. So unapogusa, unagusa makaa na utashomeka. Na ni unaona ya kwamba kuna wazee wengi wameshomeka, walikuwa na mali hawana kitu. Bwana atukuzwe. Sasa wanamtaka Bwana wakati wamefilisika. Bali wakati walikuwa na mali na vitu, uwaambie habari ya Mungu, hawangekubali. Bwana wetu ndiye sana. So kama unafanya uzinzi, Biblia inasema hautaurithi ufalme wa mbinguni. Ni wakati wa kubadilika wapendwa. We are in the last days. Nyakati ambazo ni za hatari. Watu hawataki kusikia neno la Bwana. Watu hawataki kumwabudu Bwana. Ni nyakati za mwisho. Bwana wetu ainuliwe sana. Na mtu mwingine ametajwa mahali pale. Biblia inasema ya kwamba wafiraji. Wafiraji. Kwa hivyo kukula sana mpaka unatoa harufu ingine mbaya kwa kinywa chako, hata wewe Biblia inasema hautarithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu ni vyema kukula ile inakutosha. Don't eat too much. Don't be like a glutton. Somebody who eats too much mpaka tumbo inaharibika. Unakosa amani because of eating. Biblia inasema kama yeye ni mfiraji, hautaurithi ufalme wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na kuna watu wengine wametajwa mahali pale, wanaitwa walawiti. Kama wewe ni mlawiti, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Naongea maneno haya yote ndio watu wasikae wakidanganyika ndani ya mioyo yao, wakisema ya kwamba mimi nangojea ya kwamba nitaingia mbinguni. Mimi niko na imani nitarithi ufalme wa mbinguni. Na kuambia jioni ya siku ya leo, ukijipata katika jambo moja ya hii ninaongea hapa, wewe sio candidate ya mbinguni.
hautaurithi ufalme wa mbinguni. Lakini Mungu ni Mungu wa wakati mwingine, na ndio Mungu amekupatia nafasi. Haujaondoka dunia hii, amekupatia nafasi. Wakati unasikia neno kama hii, unamrudia Bwana, unaachana na hiyo maovu na hiyo mabaya, unamfuata Mungu wako aliyekuumba, amekuweka katika dunia hii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Walawiti hawataurithi ufalme wa mbinguni. Watu wengine wametajwa mahali pale ni wevi. Wevi, kama wewe ni mwizi, Bwana atukuzwe. Na mwizi sio mwizi wa bunduki peke yake. Sio mwizi ambaye ni pickpocket. Bwana wetu umesema. Sio mwizi huyo tu, tunaelewa na tunajua. Unajua ukishukua kalamu ya mwenyewe bila yeye kujua, wewe ni mwizi. Bwana apesi. Na watu wengine, kama wewe haulipi fungu la 10, wewe ni mwizi. Because Biblia inasema ya kwamba can a man rob God? Lakini Mungu anasema we rob our God. Yani tunamnyang'anya Mungu wetu. So kama haulipi fungu la 10, wewe ni kategori ya wezi. Bwana atukuzwe. Kama wewe ni mama, unaigia mfuko ya mzee bila yeye kujua, bado wewe ni kategori ya wezi. Bwana wetu ni sana. Chochote unashukua bila mwenyewe kujua, ukiwa umejifisha, Biblia inasema ya kwamba wewe ni mwizi na hautaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba wala watamanio. Kuna watu wanatamani vitu za wenyewe. Yani hauwezi kuwa na amani ukiona kitu ya mwenyewe, yani imekaa pale, wewe unaitamani. Bwana apewe sifa. Siada Biblia inasema ya kwamba in the 10 commandments inasema ya kwamba usizini, usiwe msherati. Yesu akaja akasema ya kwamba hata ukiona na macho na kutamani, umezini. So kama wewe ni mtu ambaye ni wa kutamani, uko na matamanio, yani na njia nyingine, uko na tamaa ya vitu ambazo sio halali, ya vitu ambazo sio nzuri, hautaona ufalme wa mbinguni, hautaurithi. Bwana atukuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba wala walevi. Shika hapa vizuri, kwa sababu kuna watu wengi wanaonitazama jioni ya siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba hata walevi hawataurithi ufalme wa mbinguni. So inamaanisha ya kwamba pombe sio kitu mzuri. Iwe imepitishwa, iwe inasemekana ni nzuri, kama ni pombe ni pombe. Bwana atukuzwe. Kama wewe ni mlevi na unanisikiza jioni ya siku ya leo, usipobadilika na kumgeukia Bwana, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Utafurahia hapa duniani, utakaa vizuri hapa duniani, utafanya, utaongea vile unataka hapa duniani, lakini wakati wa Yesu kukuja kuchukua kanisa ili alipeleke mbele za Mungu, Biblia inasema ya kwamba walevi hawataurithi ufalme wa mbinguni. Bwana wetu amesema. So ni wakati wa kubadilika. Uachane na hiyo pombe. Washa kuwa mlevi. Bwana apewe sifa. Wengine wanasema ya kwamba wanakuwa walevi waondoe stress. But let me tell you today, ya kwamba hata ukikunywa ni stress, unaondoa, utalala na utaamuka na the same stress and depression. Kile kinaweza ondoa hiyo mambo is just the word of God. Is just the power of God. Is just the Holy Spirit of God. So can we turn to our God
tuashane na ulevi, tusije tukafukiriwa katika dunia hii. Hakuna haja ukae vizuri dunia hii alafu in your internal life ukae vibaya. So kama wewe ni mlevi, hakuna kuona mbinguni. Bwana atukuzwe. Jambo lingine ambalo watu hawaonagi ya kwamba kama ni jambo ni hivyo tu, ni watu wengine wanaitwa watukanaji. Kuna mtu ambaye sijui kana kwamba their mouth, their tongue, kama they are ordained kutukana. Yani hauwezi kaa na mtu dakika 5 kama haujamtukana. Bwana apesi. Yani wewe siku haiwezi isha kama haujatukanana. Kama wewe ni mtukanaji, Biblia inasema hautarithi ufalme wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Naongea maneno haya yote ndio tuweze kubadilika. Kwa maana muimbaji mmoja aliimba, akaimba kwa Kikuyu, akasema ya kwamba ndeiraga ni tunini ateta toto donaga. Bwana apewe sifa. Na githe no tuo twatumajikio mwakini. Those small things, hiyo tu mambo kidogo unaonaga tu ni kawaida. Hii mambo katika dunia hii tunaonaga ya kwamba ni kawaida. Hiyo mambo itatuzuilia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kama we unatukanana, ni vizuri mpendwa, badilisha njia zako. Washa hiyo kinywa chako kimwabudu Bwana, kimtukuze Bwana katika jina la Yesu. Wengine wametajwa pale, inasema ya kwamba wala wanyang'anyi. Mtu ambaye ni mnyang'anyi, Bwana apewe sifa. No extortioners. Mnyang'anyi hataona uzima wa milele, hatarithi ufalme wa mbinguni. Kama wewe ni mnyang'anyi, yani unapiga watu keta, unanyang'anya mtu, Bwana apewe sifa. Hata kuna watu wengi katika dunia hii wamenyang'anya wengine mashamba yao. Bwana atukuzwe. Unaona mtu ya kwamba anapita mpaka ya mwenyewe, yani we kazi yako ni kunyang'anya. Unakaa vizuri katika dunia hii, yani unanyang'anya mtu hata nyumba, unanyang'anya mtu hata watoto, unanyang'anya mtu hata haki yake. Mpendwa, hiyo mambo utafanya kwa muda gani? Na Biblia inasema ya kwamba kama wewe ni mnyang'anyi, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Kuna watu hawatakaribia Mungu. Mungu anasema kuna watu wataona. Awaambia kwamba enendeni kwa huyo mlikuwa mnamtumikia. Kwa maana hii mambo yote ninasoma mahali hapa, mwenye kuwezesha watu kuifanya ni shetani, si Mungu. Because there are two drivers katika dunia hii. Kuna Mungu na kuna shetani. Either you are driven by God or the devil. Bwana atukuzwe. Those two. So kama you are not driven by God, you are driven by the devil. Na ndio unaona hii mambo yote imeandikwa hapa. All these people are driven by devil. Bwana wetu ni sana. So watu wamekuwa wanyang'anyi. Paka unaona mtu ananyang'anya mtu, anaenda anabadilisha mambo yake, document zake. Yani wewe umejawa na kunyang'anya. You will pay for it katika hii dunia. Hakuna mtu mnyang'anyi ataondoka dunia hii kama hajalipia. Bwana apewe. There are some people that are letting people to cry. In this world, in this nation, people are crying kwa sababu wamenyang'anywa. Life wakiona na macho. Yani mtu anatolewa kwake, anakaa nje ya kwake. Hiyo machozi huyo mtu analia, you will pay for it. Bwana apewe. Even to your generation, you will pay for it. So ni vizuri kubadilika. Washa kunyang'anya watu vitu zao. Washa mtu atosheke kama vile Timotheo alisema.
Washa mtu atosheke na kile Bwana amempatia. Tosheka kama ni quarter acre, tosheka. Washana na vitu ya maskini. Bwana apesiwa. Washana na vitu ya maskini. Washa kunyang'anya watu. Because utalipa. Apandasho mtu atavuna katika hii dunia. Katika jina la Yesu. So Biblia inasema ya kwamba verse 11 ya kwamba tunaona ya kwamba Paulo alikuwa anaongea kwa hii kanisa la Wakorintho. Alikuwa anaongeleshea watu ambao walikuwa wanafanya hii mambo lakini walibadilika. Even you can change. There is a time to change. Hallelujah. Our God is a God of another chance. You can change. Bwana atukuzwe. Unaweza kubadilika hata wewe ukiamini. Unaweza badilika. So basi ndani nasema ya kwamba Paulo akawaambia ya kwamba na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Hata sisi unaona hapa. Baadhi yetu tulikuwa namna hii. Bwana apesiwe. Because wakati tuliokolewa kuna mahali tulitoka. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mahali tulitoka. Kuna mahali tulitolewa na Mungu wetu. Bwana wetu ainuliwe sana. So baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Kwa hivyo ndio mwimbaji akaiba akasema tulikuwa wabaya kualiko, but God changed our life. Alibadilisha maisha yetu. Tulikuwa wabaya. Pombe tulikunywa na kufanya mambo mengine mabaya. Lakini tukamwamini Bwana. Tukasikia neno kama hili na kuomba na kuhubiria jioni ya leo. Bwana atukuzwe. Tukasikia neno likatubadilisha. So even you can change. Young men, you can change. Bwana atukuzwe. Mungu anaweza kukubadilisha ukimwamini. Biblia inasema ya kwamba tulikuwa namna hii. Lakini namba 1, tulioshwa. Ukikubali kubadilika na kuachana na hii mambo, uingie ndani ya Kristo mwana wa Mungu. Naye aingie ndani yako, anakuosha. Kwa nini tunaoga? Tunaoga ili uchafu iondoke katika mwili wetu. Tusije tukatoa harufu mbaya mbele za watu, hata mbele za Mungu. So ukishaokoka na hiyo dhambi yako na hiyo maovu yako, Yesu anapoingia, haleluya, anakuosha kila uchafu, inaondoka ndani yako. Hapo ndio tunasema ya kwamba aliye ndani ya Kristo Yesu amefanyika kiumbe kingine kipya. Ya kale yamepita, sasa ni mengine mapya. God can renew your life, can change your life ukiamini. Because hata na sisi hatukuwa wazuri, tulikuwa wabaya, tulikuwa kama nyinyi, lakini Mungu alitubadilisha. That's why we are present today. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Lakini mulioshwa na mkatakaswa. Imagine what a faithful God. What a great God. What a mighty God. Bwana wetu ni sana. Ambaye hakumbuki vile ulikuwa unafanya. Anakuosha, anakutakasa, unafanyika kiumbe kipya. Paka unabadilishwa vile watu walikuwa wanakujua. Maandiko inasema ya kwamba unapewa hata jina lingine jipya. Na hakuna mtu mwingine analijua. Alibadilisha Yakobo, akamuita Israeli. Bwana atukuzwe. Kasema ya kwamba lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Tunahesabiwa kuwa wenye haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya katika jina la Yesu Kristo ambalo tumeliamini. Ombi langu jioni ya siku ya leo katika ushirika wetu ni ya kwamba, wapendwa, kubali kubadilika. Kubali kuachana na dhambi. Washa kuwa mtukanaji. Washa kuwa mnyang'anyi. Washa kuwa mwizi. Washa kuwa mshenati. Washa kuwa mzinzi. Bwana apewe sifa. Washa kuwa mlawiti.
Bwana wetu ni sana.